Amani ya Kristo iwe nanyi tena, wandugu pote mlipo. Ninawakaribisha katika ibada ya leo, kwani ni vizuri tujifunze jinsi ya kumfuata Mungu. Na kwa sababu wengi tumejitenga na njia za Mungu, ndiposa dunia yetu leo hii imechafuka. Kila aina ya matatizo tunayopitia ni kwa sababu tuliondoka nyumbani. Wewe unajua vizuri, ukiondoka kwenu una kazi, una vile unapata mabato, alafu unaondoka tu nyumbani kwa baba yako na mama yako. Kule nje unaenda, utahitaji mahali pa kulala, utahitaji kula, utahitaji kunywa, kuoga, kufaa, na umeondoka kwa baba kabla hujajiandaa. Kile utapatana nacho huko nje ni mateso, majaribu yenye yatakuingiza kwa njia zenye hata wewe mwenyewe hutaki, lakini kwa sababu ya situation, kwa sababu ya hali, inabidi unajipata kwa njia zenye mwenyewe upendi, hutaki, lakini sababu umesukumwa na mateso na matatizo na njaa, unajiunga na kikosi. Baadaye katika maisha unakuja kuteseka kwa sababu ya kile kikundi ulijiunga nacho, katika ile kazi ulijiunga nayo, yale maisha ulijiunga nayo. Leo hii mwanadamu anateseka kwa sababu alimwacha baba yake ambaye ni Mungu muumba wa mbingu na nchi, akaenda zake. Mimi nimesoma, mimi nina pesa, mimi najulikana na watu bwana, sihitaji Mungu. Mbona hao wanamtangaza Mungu ni maskini? Kwa hivyo mimi simuhitaji huyo Mungu. Wacha tuone kama yale wanadamu wanafanya ni mageni au yalitendeka mwanzo. Tunaenda kujifunza kutoka kitabu cha Zaburi 12. Itaanza mstari wa kwanza hata wa 7. Inasema hivi: Bwana uokoe, maana mcha Mungu amekoma, maana waaminifu wametoweka katika wanadamu. Husemesana yasiyofaa kila mtu na mwenziwe, wenye midomo ya kujipendekeza husemezana kwa mioyo ya unafiki. Bwana hataikata midomo yote ya kujipendekeza, nao ulimi unenao maneno ya kiburi. Waliosema kwa ndimi zetu tutashinda, midomo yetu ni yetu wenyewe, ni nani aliye Bwana juu yetu? Kwa ajili ya kunena kwao wanyonge, kwa ajili ya kunena kwao wanyonge, kwa ajili ya kuugua kwao wahitaji. Sasa nitasimama, asema Bwana, nitamweka salama yeye anayemfyonywa. Maneno ya Bwana ni maneno safi, ni fedha iliyojaribiwa karibuni juu ya nchi, iliyosafishwa mara 7. Wewe Bwana ndiwe utakaye tuhifadhi, utalinda na kisasi hiki milele. Nafikiri mafunzo yetu yamefika hapo, kwamba maneno ya mwisho pale ni kwamba utatulinda na kisasi hiki milele, hiki kisasi ambacho kimepotoka. Kwa hivyo katika maisha yako wewe jiulize kwamba umemwacha Mungu ama bado unamfuata. Wengi wetu ni watu wazuri sana pale kanisani, tunashiriki kanisa zetu kwa tofauti, lakini ukweli ni kwamba hatumfuati Mungu, hatufuati sauti ya Mungu. Sisi wengi wetu tunafuata mhubiri, askofu, aposto,
Mtume amesema, mhubiri wetu amesema, neno la msingi tunafaa kusikia sauti kutoka kwa Yesu. Ndio unaona inasemekana hapa kwamba pale verse 1 inasema Bwana, kuna yule anaomba hapa, baye ni Daudi anasema, Bwana huokoe, maana mcha Mungu amekoma, maana waaminifu wametoweka katika wanadamu. Wale wanaomwamini Mungu hawapo tena, wale wamebaki ni wanafiki. Kwa hivyo Kristo Yesu aingilie kati na aokoe. Amani ya Kristo iwe nanyi, na mbarikiwe sana. Unapendwa na Yesu na anakungoja ufanye maamuzi ya kumrudia yeye. Barikiwa popote ulipo na usimwache Mungu.